Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa neema hii ya kusimama tena kwenye madhabahu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon ambaye mbeba maono wa kanisa la Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia katika huduma yetu iko katika mkoani Kilimanjaro ambao iko maili 6, ambao kwa wale ambao wanaotokea katika njia ya Rombo, Same, ukifika katika stendi kuu ya mkoa wa Kilimanjaro unaweza ukachukua bajaji, pikipiki, daladala, inaweza kufikisha ibadani. Na kwa wale wanaotokea Sanya, Arusha, maili 6 wapi, pia uko kwenye Costa, uko kwenye daladala, ukiwaambia wakushushe katika kituo cha Mashineni ambao huduma yetu iko upande wa chini. Utaona kibao. Ibada zetu ziko kwenye ibada ya Jumapili, Jumatano hadi Ijumaa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anawakaribisha sana uje umuone Mungu. Wewe unaosumbuliwa na mateso mbalimbali, magonjwa, ukifika mahali hapa kwa imani yako tu na utamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa majina yangu mimi naitwa mtumishi Paulo Steven, ambao ninahudumu katika chini ya mkono wa mtumishi wa Mungu Gideon, ambaye ninatumika katika madhabahu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawakaribisha katika neno la siku ya leo na pia katika channel yetu ya Gideon Online TV. Kwa wale ambao wanaotazama, msiache kufungua, kiingia kwenye YouTube, unafungua kule, kuna mafundisho mazuri ambayo ya neno la Mungu ambayo yanaweza kukujenga katika kiroho. Maana neno la Mungu nasema pasipo neno hatuwezi kumshinda adui. Neno ndio silaha, na katika maombi ndio silaha yanaweza kukufanya kwamba wewe ukaimarika katika kiimani, ukaimarika pale mahali ambapo umevunjika moyo, umekasirishwa, adui ameweka mapingamizi, lakini katika ndani yake utakutana na neno lenye uzima na lenye faraja. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyinyi nyote ambao mnaonitazama katika mkoa wa Kilimanjaro na nje ya Kilimanjaro. Basi tunawakaribisha neno la Bwana. Kichwa cha somo kinasema Mungu huwapenda kwa wale ambao wanaomtetea ili Mungu apate kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno letu la siku ya leo latoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu ule mlango wa 3 mstari wa 16 hadi mstari wa 17. Bwana Yesu asifiwe. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu ili amwaminiaye hata hukumiwa, ataokolewa katika yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunaangalia kwamba jinsi gani Mungu alitupenda, alituchagua katika upendo wake ili kila mtu atakaye muamini Yesu Kristo ili asipotee. Bwana Yesu asifiwe. Na mpango ambao wa Mungu aliyotuleta hapa duniani, hataki mtu apotee, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye wivu. Mungu wetu ni mwenye upendo, alituchagua. Ni nini basi kinachofanya kwamba paka tunamwacha Mungu? Yuko roho ambazo za upinzani zinainua ili kwa ajili ya kutumia nguvu kubwa, ili kwa ajili ya kupotosha neno la Bwana, ili watu wasimjue Yesu Kristo, ili watu wasipate kumpenda Bwana, ili watu wasipande kulishika neno la Mungu. Ili kwamba ni nini basi chaweza kufanyika? Ni kwamba kusimama ili kuomba, ili kumlingana Mungu kila wakati, pamoja na kulisoma neno la Mungu, kujitambua kwamba ni nani ambaye aliyetuleta hapa duniani, anayejua mwanzo wetu, anayejua mwisho wetu ni nani? Yesu Kristo peke yake. Ni nani aliyeutoa uhai wake? Alisema kwamba alipigwa pale msalabani ili kila mmoja
kubeba mazikitiko yetu, kubeba magonjwa yetu, kubeba adha zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia kwamba hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kubeba mzigo wako pasipo Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu peke yake ndo anayeweza kubeba mzigo wake, mzigo wako wewe ambaye unayemwamini. Kwa hiyo watu wa Mungu, mmefika mahali hapa, muamini kwamba Yesu Kristo amekuchagua. Ndio maana uko mahali hapa, ndio maana wewe ni mzima wa afya. Hata kwa kuiona siku ya leo ni kwa neema yake tu. Hata unapolala, unapoamka, usiache kulikumbuka neno la Bwana. Usiache kumshukuru Mungu. Usiache unapotangulia kwenda kazini, unapoondoka kwenda kazini, usiache kutanguliza kulitaja jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo ukimuita naye ataenda pamoja nawe kazini, ataenda nawe kwenye biashara zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba Yesu Kristo hakuja ulimwenguni ili kuja kuhukumu. Anasema ili kila mtu amwaminiaye awe na uzima wa milele, asipotee. Kwa sababu mpango wa Yesu Kristo hataki mtu apotee. Bwana Yesu asifiwe. Hataki mtu apotee. Ana wivu na sisi. Haleluya. Kwa maana Mungu akamtoa mwanao pekee ili kila mmoja atakayemwamini awe na uzima wa milele. Kwa pale yale yote yamkini yako maovu ambayo tuliotenda, lakini yeye anatuchukulia na madhaifu yetu, anatusamee. Ni wakati sasa katika kurudi kujua kwamba ni wapi tulipoanguka, ni wapi ambapo tulipoteleza, tukajirejesha tena, tukajijenga. Hasa katika kipindi hiki cha mwezi huu tunaenda kwenye kipindi cha sikukuu. Yako mambo mengi, ni wakati wa kwamba tuweze kujua kwamba Yesu Kristo anatupenda, ametuchagua. Ndio maana tumefika mpaka tarehe hizi. Ndio maana tumepata neema hii ambayo ya kuwepo. Wako wengine waliotamani kuiona siku ya leo lakini hawapo, lakini kwa huruma ya Mungu tuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni upendo wa ajabu ametuonesha. Tunaweza tukaona kwamba hatupendwi, lakini kwamba Mungu anatupenda. Usikubali kupendwa na mwanadamu, lakini kubali kupendwa na Yesu Kristo. Yeye upendo wa Yesu Kristo akikupenda, upendo wako hauishi leo, wala upendo wake ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hebu tusome tena Yohana mtakatifu ule mlango wa 10 mstari wa 10 hadi wa 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Anasema mwivi huja ili aibe na kuchinja na kuharibu, na nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema, hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si wa mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Mbwa mwitu na mshahara wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia kwamba jinsi gani Yesu Kristo alivyo mchungaji wetu. Ni mchungaji wetu ambaye ni mwaminifu, ambaye anayetuchunga, anatupenda, anaangalia kwa wale ambao wanaompenda, kwa wale ambao wanaolitetea jina lake, kwa wale ambao wanaomwamini, na Yesu Kristo hata kuacha uangamie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ndio mchungaji wetu ambaye anayetuchunga, ambaye anayetutetea katika mateso mbalimbali ambaye shetani anayeinua. Lakini Yesu Kristo anayekuja, yamkini wako mbwa mwitu, wako simba, wako maadui, wako watesi, wako waganga wanainua hila, wako saizi wamepanga mipango mingi mabaya juu yako, lakini Yesu Kristo anasema kwamba atawatawanya wale ambao wanainua mabaya juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu lazima tuamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mchungaji wetu, ambaye sio tuacha, ambaye sio tupungukia. Iwe ni usiku, iwe ni mchana, yeye yuko pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wanaomwamini, kwa wale ambaye wanaomuita, na Yesu anaitika kwako.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu Kristo wetu ni mwenye rehema na fadhili nyingi. Uwaokoa watu, hataki mtu apotee, hataki mtu aonewe. Yeye ni mwenye haki, anayekutetea, anayekupigania na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini wako ambao wakuu wa ukoo au wachana waganga wamepanga mabaya juu yako. Wamepanga adha mbali juu yako, wamepanga ajali, wamepanga mauti. Wamepanga hasa kipindi hiki cha mwezi wa 11 au mwezi wa 12 ni wakati wa kusimama kwa ajili ya taifa letu, ili kwamba Yesu Kristo akiamini kwamba yeye ndio mtuliza bahari, yeye ndio mtuliza mawimbi, anaenda kutuliza kila ghasia ambao wanaopanga mabaya juu yako. Hata kama ni wachana waganga, hata kama ni maadui wanajipanga kwa siri, lakini Yesu Kristo amesema ataenda kuwatawanyisha hao watu, na kila silaha na kila mipango wanainua juu yako hawatafanikiwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi katika neno hili tunaomba watu wa Mungu tusimame tuombe. Haleluya. Tuombe kwa imani kabisa. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, wewe ni Mungu mtakatifu, na umesema wewe ndiye mchungaji wetu, mchungaji mwema ambaye unayetuokoa, ambaye unaenda kutusaidia na wale mbwa mwitu ambao wanayesimama kwa ajili kuharibu maisha yetu, kwa ajili ya kukwamisha maendeleo yetu, kwa ajili ya kuleta vita au kusababisha ajali juu ya familia zetu, juu mipango yote ambao naopanga juu ya maisha yetu. Tunaenda kusimama kwa damu ya mwana kondoo, maana neno lako linasema wakamshinda adui kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Tunaenda kunyunyiza damu ya Yesu kuanzia kwenye madaraja, kuanzia njia panda, mahali popote, hata kama yuko mitego ya maadui, hata yuko mitego ya waganga, hata kama yuko mitego ya Freemason wanaotega mwezi huu au mwezi wa 12, tunaenda kuiteka kwa jina la Yesu Kristo. Mwezi wa 12 tukisimama kwa ajili ya taifa, hakuna ajali, hakuna damu kumwagika tena. Kwa damu ya Yesu Kristo tunaenda kufuta kila alama zote chini ya madaraja, nje panda, mahali popote, kima mipango yote ya maadui na watesi wanaopanga kwa ajili ya kutoa kafara hizo sadaka. Yuko mwana kondoo aliyotolewa kwa ajili yetu, ili kila yote atakayemwamini atakuwa salama. Na tunaamini kwamba mama huyo, ukimwamini Yesu Kristo unaenda kuwa salama. Ukimwamini kijana unaenda kuwa salama. Ukimwamini Yesu Kristo unaenda kuwa salama katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ewe adui shetani mwovu unaopanga mabaya juu ya mama huyo, unaopanga mabaya juu ya kijana huyo, unaopanga mabaya juu ya baba huyo, tunakuapisha kwa moto na damu ya Yesu Kristo. Achia maisha yake, achia fahamu za watoto, achia fahamu kwa jina la Yesu Kristo, na kila mipango na kila ratiba zote tunazifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Iwe ni roho za ajali, iwe ni roho za mauti, iwe ni chochote, mipango yote wanaopanga kwa ajili ya kuharibu juu ya maisha yako, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Hawatasimama wala hawatakuwa katika jina la Yesu. Na kila silaha zote wanazotumia waganga na wachawi tunaenda kuziharibu, hazitakuwa wala hazitasimama kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu Baba, simama mwenyewe kwa ajili ya taifa letu. Mungu Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba toba na msamaha Yesu kwa ajili ya taifa letu. Mungu, turehemu Baba, pale mahali ambapo tumerudi, pale mahali ambapo tumekosa, pale mahali ambapo tumeshindwa kusimama. Mungu wa mbingu na nchi, kwa damu ya Yesu Kristo ukatusamee Bwana. Damu yako Yesu ikanene mema kuliko ile ya Abeli. Yesu Kristo mwana wa Daudi, tunaomba damu yako ikanene mema kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mungu wa mbingu na nchi, tunakushukuru Baba wa rehema, tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema na ni mtakatifu na ni mchungaji wetu ambao unaenda kutuokoa na kila ghasia na kila nguvu za maadui na kila watesi ambao unaenda kutuokoa nao. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru nikisema amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Neno la Mungu linasema kila lolote unaloliomba ukiamini na limekuwa la kwako. Basi Mungu wa mbinguni akubariki wewe uliosikia maombi haya na upate kupona kwa jina la Yesu. Amen.